Awali ya kwanza napenda nikupongeze mgeni rasmi kwa kututembelea Ipelele kuja kukagua miradi ambayo serikali inatoa. Na hoja zangu ziko mbili. Hoja ya kwanza, mheshimiwa, ni swala la maji ambao serikali tulikuwa tunapata fununu kwamba imetoa shilingi milioni 800 na mpaka saizi tumetelekezewa mabomba yapo kule juu, lakini hamna kinachoendelea na serikali imetoa hela. Hoja yangu ya pili, wana kata yetu ya Ipelele ni wakulima wa mbao. Tunakuomba mheshimiwa, kama utalipenda hili swala, utupe ofisi ya TP. Sio kwamba tunafuata Makete na wanatupiga gharama zaidi ya 90,000 wakati TP gharama yake inaweza kufika 28. Tunakuomba mheshimiwa, ili swala tuwe na ofisi ya mali asili ya mbao hapa. Asante. Kwanza niseme tu mradi haujatelekezwa. Mradi bado unaendelea na utekelezaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama kwa ruhusa yako naomba nitoe historia fupi ya huu mradi. Mradi huu ulisainiwa tarehe 9 Juni 2023 na unatekelezwa kwa njia ya mkandarasi. Na kazi alizopangiwa, kazi ya kwanza ilikuwa ukarabati mkubwa wa chanzo cha maji ambao ni upanuzi wa kile chanzo, ujenzi wa uzio. Lakini kazi ya pili ilikuwa njia kuu ya maji kutoka kwenye chanzo mpaka kwenye eneo aliyoelekezwa kujenga tenki jipya ambalo kuna urefu wa kilomita 4. Na eneo la tatu ilikuwa ujenzi wa vituo vya kuchotea maji vipatavyo 13. Lakini vile vile alitakiwa kukarabati tenki jipya, kukarabati tenki lililopo la kijiji cha Misiwa. Lakini vile vile ana kazi ya ujenzi wa ofisi ya Sibiuso au kwa almaarufu kwa jina la zamani jumuiya za watumia maji, ambapo hapa Mheshimiwa Mwenyekiti tuna jumuiya ya tarafa zote mbili, Magoma na Budongwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpaka sasa hali ya utekelezaji, mpaka sasa ukarabati wa chanzo cha maji umekamilika. Mpaka sasa tenki limejengwa la ujazo wa lita 100,000, ilikuwa 90% ya ujenzi wake, bado finishing na kujenga uzio. Mpaka sasa vimejengwa vituo 7 kati ya vituo 13, maana bado vituo 6 havijajengwa. Lakini mpaka sasa mkandarasi bado hajafanya kazi nyingine kama nilivyosema. Kwa hiyo asilimia tulioileta mpaka sasa ni 45% ya utekelezaji wa mradi huu. Niseme tu kwamba serikali haidaiwi kwenye mradi huu, bali mkandarasi anadaiwa. Na hii imetupelekea tuingie kwenye changamoto ya kimkataba. Nilishawaandikia wenzetu wa mkoa, meneja wa mkoa amelichukua, analishughulikia. Kwa hiyo mkandarasi ameitwa na barua 6 ambazo mimi nina kopi pale ofisini zipo za kumuita, na tumefikia hatua ya mwisho ya kumpeleka kwenye bodi ya usajili ya wakandarasi Tanzania, CRB. Hiyo ndio hatua ya mwisho. Baada ya hapo aidha ni kuvunja mkataba au aje kwa nguvu site kumalizia kazi zilizopo. Kwa hiyo niombe ndugu wananchi kwamba tuvumiliane katika hili. Mradi haujatelekezwa. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itatekeleza kwa njia yoyote, mradi utatekelezwa. Kwa hiyo tulikwama kimkataba kwa sababu mikataba hii tunaoingia ina vipengele vingi. Ukiuvunja kiubabe, yule mtu akaenda mahakamani. Mahakamani huwa ni sehemu ya haki. Tunaweza tukashindwa tukalipa gharama zote za mradi. Kwa hiyo sisi tumetumia njia halali na tuko mwishoni. Kwa hiyo naomba tuwe wavumilivu kwa kazi ambazo zitaendelea. Basi tutajulishwa na mkoa na tutarudi kazini, aidha na mkandarasi huyo au tutafanya kwa njia nyingine ya force account ili tukamilishe mradi wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni hayo naomba kurudisha mkoani kwa maandishi inayoonyesha hatua mnazozichukua za kuvunja mkataba na kila kitu, na kwamba utekelezaji wa mradi hapa unaanza lini, ili sisi turudishe taarifa tuwaambie, na huko sasa mnapata taarifa ya kurudisha anaanza lini, mtuambie anamaliza lini, kwa sababu hapa inaonekana shida sio fedha, shida ni utendaji. Ndio haya tunayosema
Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya kazi nzuri. Wanaotuangusha ni hawa tunaowapa kazi za kufanya. Maana hapa sio watendaji wetu, hawa ni ule upande wa pili wa mkandarasi. Na sisi tumesema tuwape wakandarasi wa ndani, tuwajengee heshima. Huyu mkandarasi wa ndani tuwajengee uwezo, lakini sasa haya mambo ndio yanatokea namna hii. Afadhali tungempa mtu mwingine afanye huo mradi. Kwa hiyo hayo ndio maelekezo, tunaomba uyafanyie kazi, utupe taarifa, na kama mnakwama, sisi kwa pamoja tusaidiane kusukuma mpaka kwenye ngazi ya wizara. Sawa? Na nadhani Mheshimiwa Aweso kimsingi ni msikivu. Sasa hatutaki mambo mengine tuyapeleke huko, tengezana kwenye matatizo. Mfike hapo mlipofika, mkiona mnakwama, tupeni taarifa, tusukume kwa njia nyingine inayotakiwa. Hapo vipi Perere?